Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha wa 2023-2024. Miongoni mwa mashirika hayo ni Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC ambalo lilipata faida ya shilingi bilioni 248.75, Shirika la Nyumba la Taifa NHC shilingi bilioni 242.9 na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA shilingi bilioni 140.48. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023-2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi minne. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi singetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la Kampuni ya Ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023-2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani asilimia 86 au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe yakusanywe na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha na shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa asilimia 20 na kuongezeka kwa gharama kwa asilimia 46. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza Shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Aidha,
Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania, ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO, ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha wa 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni 6 kutoka TANESCO, ambapo shilingi bilioni 4 zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO.